Hello besties, mambo vipi? Natumaini ni wazima wa afya. Napenda sana kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha sana katika channel yangu ya TZ Fashion, na siku ya leo nataka tuzungumze kitu kidogo lakini kina nguvu kubwa sana kwenye vazi: mikono ya magauni. Watu wengi huwa tunaangalia gauni lote kutoka juu hadi chini, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi kinachobadilisha muonekano wa gauni ni styling za mikono. Mikono inaweza kukufanya uonekane mrefu, mwembamba, wa heshima, wa kisasa na hata wa kifahari. Kaa hapa na mimi hadi mwisho kwa sababu nataka nikuonyeshe styling mbalimbali na wapi unaweza ukavaa na ukapendeza zaidi. Tuanzie na mkono wetu wa kwanza ambao ni mkono wa puto. Wengi huwa tunauvaa, wengi huwa tunauona. Ni mkono ambao unakuwa una ujazo juu pamoja na chini. Labda unaweza ukakuta chini kumeweza kuwekwa elastic, juu kunakuwa kuna marinda yanakuwa yanavutwa. Kwa hiyo ule ndio mkono wa puto. Na mkono huu wa puto mara nyingi sehemu ambazo zinapendeza sana kuvaa ni katika sherehe, aidha sherehe ya aina yoyote ile unaweza ukavaa mkono huo, lakini pia katika harusi pia unaweza ukavaa, katika send off unaweza ukavaa pia mshono huo hapo. Vile vile pia katika birthday unaweza ukavaa. Na unapokuwa unavaa aina hiyo ya mshono, basi unakuwa na muonekano wa kitajiri zaidi, muonekano wa kike. Na kama yatakuwa ni mabega yako ni madogo, staili hii inakufanya uweze kuonekana umeweza kuwa na balance katika vazi lako. Namba 2, tuangalie kwenye swala zima la mavazi au mikono ya kengele yenye mfano kama wa kengele, au sisi tunaita mikono ya tarumbeta. Mikono hii watu wengi huwa wanakuwa wanaivaa na watu wengi huwa wanaipenda, na mikono hii ambayo unakuwa ni mikono ya tarumbeta inafaa sana kuvaliwa katika sehemu za matembezi. Matembezi aidha umeenda sokoni, umeenda picnic, umetoka labda umeenda Kariakoo, unaweza ukavaa aina hii ya mshono. Na pia unaweza ukavaa katika shughuli za kifamilia. Kama kuna mikutano ya kifamilia unaweza ukavaa mkono ambao ni wa tarumbeta. Vile vile pia katika dina, umetoka na marafiki zako, umetoka na mwenza wako, umetoka familia, unaweza ukavaa nguo ambayo inakuwa na mkono huu wa tarumbeta. Na unapokuwa unavaa unaonekana na muonekano wa kiumaridadi na muonekano wa kipekee sana, kwa sababu sio watu wengi ambao wanakuwa wanapenda mkono huu wa tarumbeta, ni watu baadhi sana. Na kwa wale wote ambao wanapenda mikono ya kutiririka au mishono ya kutiririka, basi vazi hili ni moja ya vazi ambalo linaweza likawafaa sana. Mkono huu sasa ni moja ya mkono, kama naweza nikasema ni mkono mama, kwa sababu watu wengi huwa wanauvaa ile mikono ambayo inaishia katikati. Kwa lugha nyepesi unaweza ukasema tatu bora au tatu chini ya 4, yaani inakuwa inafika katikati ya mkono. Na mkono huu unakuwa ni salama sana kuvaliwa katika sehemu za ofisini, ama unaweza ukasema shughuli rasmi, pia unaweza ukavaa mkono huu hapa. Na mkono huu hauchagui mtu. Kama wewe ni mwembamba, ni mnene, unaweza ukavaa mkono huu ambao ni wa tatu chini ya 4. Na ukweli ni kwamba mkono huu unapokuwa unavaa, basi unaonekana maridadi sana, na pia unaongeza stara bila kuweza kujifunika sana katika nguo zako. Kwa hiyo unapokuwa unavaa unaonekana ni mtu ambaye ni wa stara, umeweza kuvaa muonekano wa dress hiyo. Twende sasa tukaangalie ile mikono mirefu ambayo ni mikono ya kawaida kabisa. Mkono unatoka hauna ujazo wowote ule, umeshuka tu moja kwa moja. Ni nguo ambazo zinafaa sana katika magauni ya heshima, katika mikutano au safari. Umetoka Tabora, umetoka Dar es Salaam, unaweza ukavaa gauni ambalo linakuwa na mikono mirefu, au shati au blouse ambayo inakuwa na mikono mirefu. Na kama unavaa aina hii ya mkono huu mrefu, basi unaonekana zaidi,
Kwa wale watu wafupi wanapokuwa wanavaa nguo ambazo zinakuwa na mikono mirefu, basi zinawasaidia kuweza kuonekana warefu zaidi. Tuangalie sasa styling ya mkono wa kupasua. Huu unakuwa unapasuliwa pembeni kidogo ya mkono, na mkono huu bwana mara nyingi huwa unavaliwa katika sherehe au katika mikutano ya usiku. Hauwezi kukuta labda mtu amevaa ameenda nalo labda msikitini au katika nyumba za ibada. Kuna baadhi ya matukio ndo ambapo wanavaa aina hizi za magauni haya au mikono hii ya kupasua, lakini pia ni moja ya gauni la kisasa, na unapokuwa unavaa gauni hili ambalo linakuwa linapasua pembeni, basi unakuwa na muonekano wa kisasa zaidi, kwa sababu ni moja ya mshono wa kisasa. Twende zetu sasa tukaangalie mkono wetu wa mwisho ambao nimekuandalia siku ya leo, ambao ni mkono wa Batwing. Huu ni mkono ambao unashuka moja kwa moja kuelekea chini, na unakuwa unatoka kwenye bega ukiwa mwembamba, lakini unapokuwa huku chini unakuwa ni mnene au unakuwa ni mpana. Na mkono huu unapendeza sana kuvaliwa na watu ambao wanapenda kujistiri sana. Wanaweza wakavaa aina hii ya mkono, na pia vazi hili la mkono linamuacha mtu awe huru. Kwa wale watu ambao wanataka kujiachia, unaweza ukavaa aina hii ya mshono. Na ni mkono ambao unakuwa ni mkubwa na unakufanya uweze kuwa na confidence, uweze kujiamini pale sehemu kokote ambapo unapokuwa unaenda. Unaweza ukavaa na bado still ukaendelea kuonekana mrembo zaidi. Sasa kipenzi changu, nataka nikupe ushauri kabla hatujaenda sehemu yoyote. Kabla ya kushona gauni lako lolote, aidha umeshona au umenunua, viko vitu ambavyo unatakiwa kujiuliza. Kitu cha kwanza, jiulize gauni lako unataka kwenda nalo wapi? Baada ya hapo utajiuliza swali jingine, unataka uonekane wa aina gani pale unapokuwa unavaa gauni lako? Na kitu cha mwisho cha kujiuliza, unapenda magauni au nguo za kukuacha huru au zile ambazo zinakubana sana? Sio kila styling ni ya kila mtu, ila kuna styling kwa kila mtu. Hiko ndo kitu ambacho tunatakiwa kukielewa. Kama utakuwa umependa video yangu ambayo nimeweza kukuwekea hapa, basi tafadhali naomba niandikie kwenye comment, niambie styling yangu mimi ni ipi. Utaandika hapo styling yako ambayo wewe mwenyewe unaipenda. Na kama bado hauja subscribe channel yetu, tafadhali naomba shuka chini ya hii video, utabonyeza neno subscribe ili usipitwe na elimu zetu za mafunzo mazuri ya fashion ambayo tunayatoa hapa kila siku. Mimi ni Precious Tifa, na nawapenda sana, tukutane katika video ijayo.